Ndio maana baraza letu kwa umoja wa pamoja, kwa kuliona hilo, tumetoa tamko rasmi kwamba hatuna imani ya kufanya naye kazi katika halmashauri hii ya Muheza. Kwa hiyo tunaamini hatuna mamlaka ya kutengua nafasi yake, lakini tunaomba mamlaka iweze kutuangalia angalau tuweze kupata mtu sahihi wa kuweza kuendesha naye katika halmashauri hii. Baraza la madiwani la halmashauri ya wilaya ya Muheza mkoani Tanga limechukua uamuzi mzito wa kihistoria baada ya kupiga kura za kutokuwa na imani na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri hiyo Dr. Juma Muhina kwa tuhuma za ufisadi, ubadhilifu wa fedha za miradi kiasi cha shilingi milioni 343 na matumizi ya nyaraka za kugushi. Uamuzi huo umefikia katika kikao cha baraza la madiwani ambapo wajumbe 50 kati ya 51 walipiga kura ya hapana dhidi ya mkurugenzi huyo wakidai kuwa ameshindwa kusimamia halmashauri na kusababisha hasara kubwa ya mamilioni ya fedha za umma. Mheshimiwa wajumbe, tunaunga mkono. Ndio. Mheshimiwa wajumbe, tunaunga mkono. Ndio. Mheshimiwa wajumbe, tunaunga mkono. Kwa vile waheshimiwa wajumbe tumeunga mkono hoja hiyo, hiyo ni hoja ya baraza kwamba kutokana na yaliyozungumzwa na mjumbe na yaliyojadiliwa kwenye kamati na tumerudi kwenye baraza kama alivyosema mheshimiwa mjumbe, kwa umoja wetu wa baraza lenye wajumbe 51, wajumbe 50 wameunga mkono, hawana imani na mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Muheza. Kwa hiyo hii ni dhahiri kwamba wameguswa na mambo mabaya yanayofanyika Muheza chini ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Muheza. Lakini kipekee kabisa niendelee kumpongeza mheshimiwa mbunge na naibu waziri almaarufu Hamisi Mwinjuma kama mwakilishi wa wananchi wa Muheza kwa kazi kubwa ambayo anaifanya katika jimbo letu, kuhangaika kila kona ya nchi yetu angalau Muheza waweze kupata miradi ya maendeleo katika jimbo hili. Mheshimiwa mbunge, hongera sana. Lakini leo tunahitimisha baraza letu na tumejadiliana mengi tuliyojadiliana katika kikao hiki cha baraza na kujitokeza jambo muhimu la kujadili swala la jengo la utawala na matumizi yake kupitia mkaguzi wa ndani. Na hatimaye tumekubaliana kwa pamoja kama baraza kutokana na mjadala ambao tumeuendesha na yote yaliyobainika kwenye ukaguzi wa ndani yameonyesha dhahiri kabisa kwamba Muheza hatuko vizuri chini ya mkurugenzi ndugu yetu Juma Muhina. Hili halitukuridhisha kama baraza kwamba hakupata nafasi ya kuweza kuisimamia vizuri halmashauri na wale watumishi waliosimamishwa, na ndio maana baraza letu kwa umoja wa pamoja, kwa kuliona hilo, tumetoa tamko rasmi kwamba hatuna imani ya kufanya naye kazi katika halmashauri hii ya Muheza. Kwa hiyo tunaamini hatuna mamlaka ya kutengua nafasi yake, lakini tunaomba mamlaka iweze kutuangalia angalau tuweze kupata mtu sahihi wa kuweza kuendesha naye katika halmashauri hii. Baada ya kusema haya machache, waheshimiwa madiwani, ni waombe twendeni tukasimame katika nafasi zetu kwenye kata zetu, tuwatumikie wananchi kama dhamira ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan anavyotaka tutatue matatizo katika maeneo yetu. Lakini niwaombe tena tusimame imara kwa mshikamano wetu, tuisimamie halmashauri yetu kwa maslahi mapana ya wananchi wa Muheza. Awali ya yote, mkaguzi wetu amebaini mambo mengi, lakini miongoni mwao la kwanza, matumizi ya shilingi milioni 64,212,709 kinyume na barua ya maelekezo toka kwa katibu tawala mkoa, yani RAS. Katika ukaguzi huo amebaini ya kwamba management ya halmashauri imetumia fedha za mradi kiasi cha shilingi milioni 64 na senti hizo kumlipa mkandarasi, jina hilo limeandikwa, anayejenga nyumba ya mkurugenzi mtendaji kwa
kiambatanisho cha barua toka kwa RAS yenye kumbukumbu hiyo ya tarehe 23/12. Barua hiyo ilielekeza kuwa malipo yote ya wazabuni ambayo hayakukamilika ulipaji wake mwisho wa mwaka wa fedha, wazabuni hao walipwe kwa kutumia bajeti ya mapato ya ndani ya mwaka 24-25. Lakini sisi ama halmashauri management ililipa kupitia fedha za jengo la utawala, ikiwa ni kinyume, ameelekeza hapa, kinyume na maelekezo ya barua ya RAS. Matumizi ya shilingi milioni 279,722,500 kutumika kwenye matumizi mengineyo. Katika ukaguzi nimebaini kuwa kuna matumizi ya shilingi milioni 15,465,000 yametumika kulipia posho za vikao na shilingi 264 zimetumika kwenye baadhi ya kazi maalum. Lakini miongoni mwao tunayo posho ya vikao Muheza DC account, posho ambayo kamati ya fedha imelipwa, lakini posho ambayo pia inaonyesha ililipwa baraza la madiwani la kugawa jimbo. Ndugu zangu, hii imetugusa wote, hasa madiwani wa kipindi kilichopita ambao wote tumeliona lilotokea. Tumeitwa kule TAKUKURU na kuonyeshwa ile nyaraka iliyotumika na haikwenda sawa na jinsi hali yenyewe ilivyo. Kikao kilifanyika, lakini malipo hatukulipwa, hayakulipwa mpaka tumeondoka. Kwa hiyo hata ile document tulioelekezwa kwamba ndio iliyolipia haikuwa sahihi. Mkaguzi wa ndani na yeye ameliona na ameliandika hapo. Mimi kama mkuu wa wilaya nimefarijika kumpokea kiongozi mkubwa ndani ya wilaya yetu, lakini pia nikafarijika kuwa na mradi wa yeye waziri mkuu kutembelea na alifika. Kwa hivyo kuna maelekezo mheshimiwa waziri mkuu alitoa, na katika maelekezo yao ilikuwa ni kusimamisha na kuchukua hatua za kinidhamu kwa wote ambao wanahusika na kile ambacho kilibainika wakati wa ziara yake tarehe 16 ndani ya wilaya yetu ya Muheza. Kwa hivyo tuna idadi ya watu 14 ambao wamesimamishwa kazi kwa mujibu wa sheria wakisubiria uchunguzi na hatua za kinidhamu. Na mkumbuke mheshimiwa waziri mkuu alisema tunafyeka wilaya nzima ianze upya. Maana yake hata DC anza kafyekwa, mkurugenzi anza kafyekwa, kwa sababu mimi sio mamlaka yenu ya nidhamu. Mimi uteuzi wangu ni wa kitu kingine, ni wa mheshimiwa rais. Lakini tayari taarifa zimepaa, zimeenda, mamlaka zetu zimeona kwamba huyu mtu anafaa hafai, zimeona. Lakini ninyi ni kupaza nini? Sauti. Kwa hivyo hakuna mtu kwamba anaweza kuzuia wewe usizungumzie ile jengo. Lile jengo lile, wakati mimi nimefika tu kulitizama tu, nimeona dalili kwamba hapa jengo hili kuna shida. Wakati nimefika ile mwezi wa 7 hapa, nimeenda ile siku 14 nimerudi natizama tena, nasema hapa kuna nini? Kuna shida.